Mambo vipi mwana IREM TV? Asante kwa kuendelea kuwa mwanafamilia wa IREM TV popote pale ulipo na unapotufuatilia. Mimi nafurahi sana kukutana nawe leo tena kwa mara nyingine na nyakati nyingine. Niko na Paco Steve kama kawaida na I hope tumekosa kuzungumza baadhi ya masuala ambayo yamejiri hapa katikati, lakini sio mbaya. Tayari imeshapita michezo miwili kwa timu zetu zote za Tanzania katika mashindano ya kimataifa. Ndoto ya bwana Paco Steve ya kuziona timu zetu zinafanya vizuri kwenye mashindano ni kama imefifia kidogo. Young Africans pekee ana alama 4, Simba ana alama 0, Azam FC ana alama 0 na kikosi cha Singida Black Stars wana alama hiyo moja. Tunazungumza leo kuhusiana na haya yaliyojiri, lakini pia mkutano na klabu ya Simba umefanyika siku chache zilizopita. Maneno yamekuwa mengi sana kwa mashabiki pamoja na wanachama wa klabu ya Simba wakilalama hapa na pale kutotendewa haki na mwenyekiti na wengine mengi sana. Sasa nikusii kwa wewe unatutazama kwa sasa hivi, hakikisha una subscribe katika channel yetu. Unapokwenda hapa chini, subscribe katika channel yetu, weka notification on kupata taarifa zetu wakati wote na kuwa kwanza pia kwa karibu na familia ya IREM TV. Mambo vipi? Poa. Mimi naomba nianze moja kwa moja kabisa. Mkutano wa Simba umefanyika Jumapili iliyopita. Na mara baada ya mkutano bwana, mashabiki wamekuwa na maneno mengi sana kuhusiana na ule mkutano pamoja na namna ambavyo wanauona uongozi wa klabu ya Simba. Mimi sitaki tuzungumze sana detail nyingi kuhusu ule mkutano. Nataka uniambie ulichokishuhudia kwenye ule mkutano ndio ambacho unakitegemea kwenye klabu kama Simba, klabu ya daraja lile kama Simba. Amna, ule mkutano umekuja kutuonyesha zaidi kwamba tuna shida. Yaani Simba ina shida. Kila mtu anajua boli na anajua sasa Simba yafanya ni ina changamoto. Ila sasa ule mkutano wa juzi umekuja kutuonyesha kwamba kweli tuna shida wazi. Na shida sisi ipo kwenye mfumo mzima wa uongozi. Kwa shida sio personality ni mfumo. Mimi ninaona kuna mtu pale mwenye shida lakini hawezi kugusa. Kuna mtu ana shida ambaye tunammudu na tunamgusa. Kuna mtu ana shida lakini hawezi kugusa. Sisi wote tunammudu Mangungu. Sisi ndio mliomchagua, ndio mna haki ya kumnyoshia vidole. Tunammudu hatuwezi kumgusa na yeye ndio tatizo. Na ambaye amudiki ndio tajiri kwenye timu. Mimi sijui kama ni tajiri. Kwa maana ya kwamba mimi najaribu kupata idea yako kwenye hili kwa wepesi tu. Unafikiri mfumo unaotumika kuendesha klabu ya Simba sio sawa sawa? Hakuna kitu kipo sawa. Hakuna kitu kipo sawa. Kwa imagine tu kocha kama Morocco alikuja siku mbili tu akaambia timu ina umoja. Siku mbili. Sasa ile ilikuwaje? Siku mbili. Leo kauli yake ndio unaona ya maana. Siku msema huyu sio kocha tulimkataa. Alisema wana umoja. Kwamba hii Simba haina umoja. Wakiungana kwa pamoja Simba ilifika mbali. Makundi kwenye kao juzi umeona na makundi. Sahihi, mengi sana. Kuna wengine malengo yao haya, wengine malengo yao hapo kwenye uongozi mmoja. Simba kuna shida. Kwa unachokifikiri wewe ukiwa unaiongoza klabu ya mpira, unafikiri ile migogoro ndio hii swali nimekutana nalo mahali pengi, ile migogoro inachangia hii performance tunayoiona Simba sasa hizi wamepoteza mechi mbili za kimataifa? Sasa hii performance ya Simba ina ile migogoro kwangu mimi hamna. Na viendani kabisa. Mimi mtu wa football hamna. Vinaweza vikawa vinachangia kwa asilimia kwenye 100. Asilimia hata 20. Hii 80 kuna vitu vingine sasa ni nje hata uongozi wa asilimia 80. Wewe. Okay. Sasa tukazie hapo. Leo nataka tuguse tu pole baadhi ya vitu. Pole. Unafikiri kwenye klabu ya Simba panahitajika mabadiliko ya kipi kati ya hivi viwili? Moja, mfumo kama ambavyo serikali imeelekeza pamoja na bodies zake tofauti zimeelekeza kwamba hapa parekebishwe hichi na hichi, ama inahitaji bwana atoke Murtaza Mangungu na viongozi wa kuchaguliwa waingie viongozi wengine ndio angalau Simba itakaa kwenye mstari? Mambo ya kufanyika Simba ni mengi. Mambo mengine ni sio ya kimpira, kama kuna kao siasa fulani hivi. Nimeambiwa hiyo. Mfano Mangungu kama yeye kweli ana sifa ya kuwa kiongozi bora, kama watu wengi hawakutaki, unaweza kama bwana mimi na step down aje mtu mwingine ambaye mnaona atafaa. Afu hiyo inakuwa bora zaidi. Yaani accountability kwa kila kiongozi inatakiwa. Ukiona majority hawakutaki, kuwa accountable, acha hiyo madaraka. Kama kweli unaipenda Simba, achia. Kwa sababu kwa nini watu wengi wakuseme wewe? Hata kama unajua una shida, lazima kuna shida. Sahihi, kuna mali kuna changamoto. Na hamna kitu kibaya sana kama ukao una shida, alafu hujui kama una shida. Sahihi. Bonge kitu kibaya. Kwa hiyo Mangungu kama yeye kweli ni kiongozi, anasifa kiongozi, akae pembeni. Awajibike. Mambo mengine yaendelee. Ila kujibika Mangungu, na lazima kuna wengine ndio wajibike. Kama yeye akiwa cha kama mwenyekiti anaondoka, maana yake kuna wengine pia. Alafu tuafe namna
hata wale ambao kujua kabisa kwenye bodi tunawagusaje kama wanaposema. Umeelewa? Sahihi. Mara ya mwisho nakumbuka uliniambia matatizo mengi sana kwenye hivi vilabu yanafichwaga na performance za timu. Kaniambia hata Yanga wana shida nyingi sana, lakini timu si inacheza inachukua ubingwa. Simba ina changamoto, alafu changamoto zinazidi kila siku kwa sababu haifanyi vizuri. Unaamini pia hivyo? Sahihi. Unafikiri Yanga kupo sawa? Ila wewe unalopoka nini Yanga timu inashinda 3 na huwezi kusema chochote. Timu ina point 4 kwenye grupu la kifu. Watu hawezi kukusikiliza. Ile la jezi uliridhika nalo? Zipi? Jezi za klabu za Simba au za sababu bahati nzuri atangulia Yanga ukaniambia bana hichi una jezi mbaya. Nikasema sawa, haina shida. Vipi za mnyama watu wanabandika jezi, wanabandika mdhamini juu ya mdhamini pale, tunaficha kombe, wanaharamu wapite. Baadaye tukasema Arsenal, Borussia sasa, lakini wale wabanduage jezi. Tofauti jezi nzuri na jezi bora. Ile jezi Yanga ile kwa mimi sio nzuri. Ila ubao ulivyo kwamba inaweza kaja kwa jezi bora. Ubora utasababisha na performance au nielewa. Jezi bora ile ambao itatoa performance nzuri kwenye msimu huo. Imagine ile jezi Yanga kwa kufika nusu finali. Jezi ni bora inakuwa. Kila mtu ataikumbuka ile jezi. Kwamba hata ifike miaka mingapi usema jezi hiyo tulifika nusu finali ile ilikuwa ina kibox mbele sijui. Sio jezi nzuri. Ile inaweza kwa jezi bora. Kwa Manchester wametoa jezi mbaya moja kwa inaitwa AIG. Naikumbuka hiyo anachezea Cristiano Ronaldo. Wakina Giggs. Jezi imetoka hivyo watu wengi jezi mbaya. Huo mstari mweusi wa nini huo? Ile ndio jezi bora. Kwa mpaka ukiona kufanya jezi imani sana UEFA. Hiyo manu. I remember Rooney, Jason Park. Wakina Giggs kwa jezi Yanga kwa mimi ilikuwa ni mbaya. Nikasema wisa sheria ngwe wana miss. Ila kwa performance Yanga napendelea kwenda. Sachukua pointi. Inaweza kaja kwa jezi bora. Na sitashangaa. Jezi ya Simba haya tunabandua. Au ndio ukubwa wenyewe kubandua. No. Mimi nahisi unavyoingia mikataba na hizi brand kubwa. Lazima kuna vitu local uviache. Sawa, lakini ndio bandue nembo? Are you sure jezi umeshika kwa bandua kuna nembo nyingine? Hizi biashara kuna vitu vingi sana. Sahihi. Inawezekana jezi ambayo inatrend kwamba mtu kabandua, inawezekana sio hiyo. Sio? Kwa nini hata jezi ambazo zilivuja vile? Na kuna lazima kuna kitu kama kwenye biashara kipo nini? Sawa. Ila mimi swala jezi kubadilika au kutokubadilika mimi sina shida. Inategemea na umeingia kwenye mkataba upi. Huko alikoingia nao. Na mimi nilikuwa nawaza nataka nione Diadola wanatoa jezi 2 mfululizo. Hiyo natamani nijue yani tuone Tanzania Diadola amekubali vipi kutoa jezi hizi. Ambacho mimi nimeweka kule Roma, Diadola si ni Roma ile. Kuna ile special kit labda kuna tukio la kumkumbuka mtu fulani. Retro. Labda kuna chef fulani ya team special jezi inatolewa. Sio kwa ajili ya mashindano, umeelewa? Yaani wao wakishafanya interesting merchandise, wakishafanya ile ya kwanza wamaliza. Mtatumia UEFA, mtatumia FA, mtatumia Carling Cup, kila kitu mpaka mnamaliza. Huu utaratibu wa jezi 2 ni sisi timu zetu za Bongo kutafuta mapato. Wewe umekuwa wale Ahali wa jezi 2. Jezi 2? Labda ya tukio rasmi. Acha tukio rasmi. Labda ya tukio mashindano kwamba leo tumeingia labda leo kwenye CAF, tuna jezi zingine sisi ni Ahali. Au Mamelodi wana jezi 2. Sitaki kukumbuka. Uwezo kukumbuka sababu hamna. Sitaki kukumbuka. Alafu mimi nikataka nikuulize pia jambo moja la msingi. Mwaka jana mwezi wa 11 CAF walibadili kanuni na sheria, wakasema bana saizi masuala ya mgongano wa kimaslahi baina ya wadhamini wa CAF na sisi umeisha, kila mtu atumie mdhamini wake. Lakini Simba wakapiga tofauti kidogo, wananchi wakaenda zao na jezi zao kama kawaida na mdhamini mkuu. Simba wakaenda na brand ya mwekezaji wakamtoa mdhamini mkuu pale mbele. Huko walikuwa wamebandika nembo ya CAF, wakaja wakaibandua, wakatwanga mechi, na inawezekana pia hata mechi zinazokuja mdhamini mkuu amesajiliwa ile brand ya mwekezaji. Kola. Kwani hujaelewa nini? Hapo mambo inaeleweka tu. Mambo ya mkataba? Yaani mimi ninavuja kusaini mkataba. Nilipa bilioni kadhaa. Sawa. Kwa ajili ya ligi za ndani. Ya ndani. Kwa sio sababu CAF ameruhusu basi nikuweke kitu kama hujaweka mpunga mwingine. Kwa mkataba wa kimataifa na ndani ulikuwa umeishia kwenye ligi ya ndani.
Kama unataka kimataifa msimu labda unaokuja inabidi uongeze hela nyingine. Sababu kimataifa of course maana unaenda kuuza brand kimataifa. Worldwide, sio tu Afrika, worldwide. Watu watakuwa wanakuangalia. Tutatoka hata kwenye vichekesho kama utatoka kwenye matukio mazuri. Betway maana yake hapo inabidi waongeze mpunga. Anyway, sawa. Tuweke pembeni hayo, tuanze kuzungumza performance ya vilabu vyetu kwenye mashindano ya kimataifa. By the way, hata Singida na Azam hata sitaki uwasemee. Bahati nzuri ushasema Singida umdai kwa watu waliofika, wala Azam umdai. Hata wakishia hapa sawa. Hata wakishia hapa ni sawa. Si ndio? Kuna chochote ambacho kimekufurahisha au kimekuchukiza sana kwenye hizi mechi mbili ambazo Singida na Azam wamecheza? Chochote? Ambacho kimenichukiza zaidi ndio kipo. Kilichokukera zaidi? Experience ndogo inatutesa. Uzoefu. Inatutesa. Alafu mbona wenzetu kwenye mashindano kama hawana uzoefu hivi na watupiga tu? Na sasa sisi Tanzania tuna matabaka. Mimi si Singida. Siwezi kujifunza kwa Simba. Safi. Lakini Singida angeamua kujifunza kwa Simba na Yanga. Na kitu angepata. Kwani mechi mshindo kuiwaje ile mechi na Stella? Na Stellenbosch. Acha hiyo. Mpira ni nje ya uwanja, ndani ya uwanja. Na baada ya mechi. Mechi inaendelea. Yaani mechi baada ya kasi zimeisha. Baada ya mechi inaendelea. Sasa sijui ndugu zetu ambao wana uzoefu. Haya, labda sema mwaka huu watachukua uzoefu. Mwakani. Tutahukumu mwakani. Kama bado huwezi kuchukua notes kwa Simba na Yanga. Niamini mimi, Yanga simona na perform siku hizi. Yanga lazima wasema likana Simba kwa ongea. Kuna mahali unachukua notes. Kuna mahali unachukua notes kidogo. Afu si dhambi. Nyewe pointi 3 mnachukua gaje nyumbani? Mnachukua gaje nyumbani hapa kwa Mkapa? Mbona hata Ahli akija anakufa? Kuna namna. Sahihi. Umeona Yanga wameenda kucheza Zanzibar ni wajinga. Ghafla tu yani. Game badilika ghafla tu. Alienda sasa. Hawana hata shida ya mashabiki wengi walioko da. Hawana. Wao nje msije. Mtajua nyewe. Sisi tunaenda kuzima Zanzibar. Anyway, sawa. Tuje sasa kwenye timu zetu. Tuanze na Yanga. Nimekutana na watu wanasema bana, unajua Yanga ile mechi ya kwanza aliyocheza ile alipata alama 3 kwa halali dhidi ya FAR Rabat kwa kiwango alichokionyesha. Sababu walikuwa wanapishana wote uwanjani. Lakini wanasema alama moja hii ya JS Kabylie kuna namna yani Yanga ameipata, lakini alitakiwa apate alama 3. Tumeweza kumdai Yanga alama 3 ghafla baada ya kucheza na JS Kabylie vile. Licha kwamba JS Kabylie alimkazia kweli National Ahli nyumbani kule na alikuwa anakimbia mbio vibaya mno, lakini tumeanza kumdai Yanga alama 3. Tuzungumze performance ya Young Africans kuanzia mchezo wa kwanza mpaka hapa. Unawaonaje wao kama timu, lakini pia unaonaje level ya improvement ya Mwalimu Pedro Goncalves ambaye ameiongoza timu hivi karibuni? Mimi binafsi Yanga amenifurahisha kwa asilimia nyingi, sio zote ila kwa asilimia nyingi. Okay. Yanga hajafanya performance ya ajabu sana, lakini Yanga amejua kucheza mechi kikubwa. Kwamba hii mechi mimi nataka nipate point 3. Hii mechi mimi nipate sare. Umeelewa? Kwenye hii mechi nataka nipate sare. Nikijitahidi sana nishinde. Okay. Lakini nisifungwe. Okay. Matokeo ni mawili, sare au nishinde. Ile mechi ya kwanza ile Zanzibar, ile mechi kwa matokeo ni moja. Ni kushinda. Ushindi tu. Umeelewa? Ile mechi to be fair Yanga alistahili kupata matokeo. Kushinda kwa asilimia nyingi. Ndipo kuna goli la utata ambao alikataliwa jamaa. Mcheza kwao unatunzwa. Safi nzuri. Na hizi hatua hazina VAR. Tunapenda. Hadi Tunisia wameomba CAF jamani, tunaomba tuletee VAR kwanza mechi za nini? Wameanza sasa wale kidogo malalamiko yao tofauti. Wameanza kusema sisi tulizulumiwa kuanzia mwaka jana. Kwa sababu VAR ije. Kwa hiyo kwa sababu VAR ingekuja maana yake hata Simba asingefungwa ile goli. Sahihi. Kwa hiyo sasa Yanga wachofanya wao, hata kama goli limekataliwa la wale, sio sisi tuliokataa ni refa. Sisi kazi yetu ni kuperform. Wameperform kwenye ubora wao. Wamepata alama 3 kati ya kamba ambalo bonge moja, yani goli. Kwa sababu jamaa waga la kusema goli hawezi kuamini. Pale ka dribble kifundi, kafunga kifundi. Sema dribble moja tu touch ya kwanza kipa yuko wapi kapiga. Sawa? Ila sifa zaidi kumpiga pasi muda ya kutoka nyuma mstari wa kati. Muda anafanya sana. Sema tu anashindwa kuvitumia. Vile muda anafanya sana. Na ndio maana muda aliofanya vile akaenda kwa
engineer kumwambia uliniambia leo nianze mimi kwa naumwa. Bijoi jana aliomba muda naomba leo uanze kama unaumwa. Wacheza tu. Kwa engineer anajua sasa huyu leo mechi. Kuna kitu anafanya. Pia nyuma mabeki hivi unaweza sana. Sio ndio kitu kama kile. Kwa mimi Yanga kwenye mechi ile ya kwanza siwadai ile performance kubwa nje uwanja walikuwa vizuri. Ndani ya uwanja vizuri na baada ya mechi wako vizuri. Mechi ya pili na Descabli. Ile mechi yani imekuwaje tunaanza kumdai Yanga magoli yani ushindi kwenye uwanja ugenini? Dhidi ya Descabli. Kwa sababu unajua ile first half ilipisha first half pale. Kile basema Yanga umbe timu anaiweza. Tunaomba mshinde. Sio Yanga akasema sana nataka kushinda mlage angefunguka mpaka nyuma. Wale jamaa wabaya. Ingekuwa mbaya kidogo kwa Yanga. Ila target yangu hapa ni draw, naomba tu nipate draw. Simona draw imeisha pale kwa kuna mtu kama analalamikia. Bana. Kila mtu amefurahi. Mission accomplished. Sare. Kwamba wale kabaili wale wakija Tanzania wale watu wamekufa. Zile kwa jumla Yanga pendekezo. Tupe alama zetu 3 jumla 7. Jumla 7. Na bakiza 3 zingine. Amna kwa mimi ninavyoiona Yanga ninavyojua Yanga. Nje ya uwanja na ndani ya uwanja. Ali akija pasha. Yaani amna mimi tutangangana na wewe. Ali akishinda hapa. Basi itakuwa kwangu mimi nitashangaa. Mimi shabiki wa Simba lakini Ali akija hapa akashinda kwa Yanga. Mimi nitamshangaa damu yangu sindampa. Kwani umeona nini Zanzibar kule? Mimi naona vitu. Mimi mpira acha tu kuongelea hivi. Mimi nimeucheza kwa mimi naelewa. Zanzibar umeona nini kule? Shida inakuja watu wanaona kama Yanga mbovu. Yanga sio mbovu. Sio? Yanga sio Yanga kuna imepita kipindi cha kocha mpya, mabadiliko ya makocha wengi alafu Yanga wale Yanga wakamkia vizuri siku hiyo. Wanakupiga vizuri. Alafu ubaya na uzuri ni kwamba ushindi mwingi wa Yanga tunawapa sana pointi wale wachezaji ndio, lakini viongozi wa Yanga safi sana. Ndio nilikuwa nataka kukuambia kuna kama communication fulani kati ya viongozi wa Yanga na wachezaji. Mechi inavyochezwa vile unaona kile Mudathir anachofanya, alafu mechi inavyomalizika kuna namna viongozi wanavyozungumza. Unajua wanapostigi zile clip baadhi, niliona walivyofungwa na Silver Strikers. Ile mechi engineer akaingia ndani afu kuna kitu akawa anazungumza. Wakapanda kwenye basi kuna atmosphere fulani. Mnaona hii nembo, mnaona mashabiki wote waliokuja hao walikuwa wanataka ushindi, ni disappoint. Vile vitu ninavyoona ni kama vinaijenga Yanga hivi. Kuna kitu uongozi wanaujenga. Ama ndio ujana, labda viongozi vijana kidogo wana lugha ya kuongea na vijana wenzao. Umoja tu. Ile ujue inaleta hamasa. Umoja tu. Sijaona Simba ile. Hamna, Simba haipo. Simba unaona kuna maclass mengi. Na kitu wa bodi aliingiaga dressing room mara moja tu. Siku tumeshinda. Sio tumefungwa. Ndio tumeshinda. Na ndio hiyo aliyosijai kumuona tena. Sawa, tuzungumze kuhusiana na kocha Pedro Goncalves ambaye umemuona. Anakushawishi labda kuna kitu kizuri anakileta Yanga pale. Mimi ni mtu wa kuwapa watu muda. Mimi bado naendelea nataka niendelee kupata muda wa kumwangalia, lakini kuna kitu anaonyesha. Sasa hizi Yanga ni wazuri sana wakiwa hawana mpira. Wanakupokonya haraka. Na leo ukiwa kama tu mpira wao. Na wanakisha ndani ya sekunde hata wameupata mpira wao. Tupo mpira wetu. Au sasa hizi Yanga iko tu direct. Na ni pasi nyuma 2 3 twende mbele. Which is ni kitu kizuri. Kwa hiyo kocha mimi tactics zake nimeweza kuzipenda. Tunasubiri bado tumpe muda. Okay. Sawa, tuzungumzie klabu pendwa ya Simba, klabu yako pendwa kabisa. Kwanza poleni kwa vipigo hivi viwili kwenye CAF Champions League. Mshatupa alama 6 chooni. Mbona kama au labda macho yangu wazaji wa Simba viwango vimeteremka mmoja mmoja? Sasa mbona kama Jincha Zawa, Elia Mpanzu, Jonathan Soa siwaoni wale wachezaji ambao wakati wanasajiliwa tulikuwa tunawategemea kwa sababu ya walikotoka ama walichokifanya msimu mmoja nyuma? Mbona siwaoni tena hao wachezaji? Sasa si kwamba viwango vya maplayer wa Simba vimeshuka kiasi hicho. Hamna. Mbona unaposema Jincha sasa kama apewe nafasi ya kucheza au atakuoneshaje? Akipewa nafasi ya kucheza anachezeshwa mbali na lango. Tushamzoea huo ambaye muda mwingi yupo ndani ya box, nje ya box, ndani ya box, nje. Sasa hizo akiingia huo yupo katikati kama namba 8. Sio? Na kama namba 10, namba 10 ambayo yuko deep chini. Kama anaingia vile akiambiwa kwamba wazo wako la kwanza sio kushambulia ni kuzuia mpira kucheza timu. Au sio mtu wa vile.
Na kwa haraka ukiangalia hivi ni kama vile huwa sio pendwa wa Pantev tayari. Kuna pendwa. Yuko pendwa pale ambao watu wengi mbona anamaliza huyu? Magician left footer. Neo Maema. Yuko pale Neo Maema. Ambaye naye anazidi kuja taratibu. Ukiangalia game ya juzi ilikuwa game nzuri kidogo kwamba kuna namna alikuwa azubai, yani yupo comfortable na kila mpira taratibu. Hata goli alifunga ile sio haba. Lakini ile goli ndo magoli yake. Yaani yule hata kama potea uwanjani, ile chance ya vile kukosa. Wewe fuatia magoli yake ndio alifunga ndio hivyo. Niko nje ya box nimepiga hivyo nini ndio hivyo. Sasa shida ya Simba sio wachezaji. Kuna watu wengi wanasema kocha afai. Kwangu mimi kocha ana shida yote. Ile nafasi ya kukosa Kapombe utakocha afanye nini? William Morris Abraham ya mechi ya kwanza ile akapiga. Kwanza mechi ya kwanza juzi akapiga post ile. Mechi ya kwanza. Mechi ya pili juzi ile chance mbili za Soa ni mjua wewe. Sio kosa goli la vile. Zile mbili anakosaje? Finishing ya hivi kaupu mpira. Mchezaji wa kimataifa wa Ghana kaupu mpira. Chance ile ya Selemani Mwalimu kocha. Haya, nafasi nyingine alipata Ahoua ile ambayo Mpanzo alipiga kagonga post au akakutana nayo mguuni kapiga nje. Achana na Ahoua. Achana tungesema baba upo kwenye weak foot ya mguu kushoto. Budo nafasi hizi. Joshua Mutale. Ya kwanza kampasia kipa, ya pili kawapiga mashabiki. Joshua Mutale. Kocha pale ana shida gani? Sasa akasema mechi ya kwanza kwamba labda kocha akupanga mastrika. Akasema sawa. Mechi juzi kwa timu striker wote mtacheza. Wote wamecheza. Msigombanie ila wote mtacheza. Kama tuna shida nje ya uwanja tujitafakari, maana ni uongozi. Inawezekana kuna viongozi wako Simba inapofungwa wenyewe wanafaidika kwa chochote. Hiyo kwenye football ipo, afu ni maeneo mengi. Yaani timu inapofungwa kuna viongozi wananufaika. Mimi unanichanganya bwana, mimi unanichanganya. Wewe timu inavyocheza unafurahi, yani jinsi inavyocheza. Sasa tuachane sasa na nafasi, timu inavyocheza unafurahi. Unaona kabisa inacheza kama timu. Kama mechi ile ya kwanza. Timu inacheza. Sana mechi ya kwanza. Ilipokuwa ina strike. Timu inacheza vizuri. Kucheza inacheza. Na nafasi zinapatikana nyingi. Hivyo maana mwisho kuangalia Simba kimataifa huko. Afu Simba ikakiriti nafasi 8 lini? Ikadominate kabisa na mchezo. Wewe niambie Simba, hata Simba kina Mixon na Chama na nani? Niambie mechi ambao ikakiriti nafasi 8 huko. Nafasi chache. Wakiwa away nafasi 8. Chache. Ile ilikuwa hivi, nafasi 3 goli 2. Nafasi 2 goli? Amekuja hapa Ahali tunamfunga 1-0. Chance alipata Kageli ndio hiyo moja tukafunga. Hiyo. Wakuja hapa wale sijui nani wale Wydad. Sio nafasi alipata hizi 2 za yule namba 7 wetu ile Tozi Onana. Willie Somba. Alifunga goli hizi 2. Mechi kesha hapo. Sasa hivi Simba wanapata nafasi 8. Namna watu wanatoka uwanjani moja au bila. Huyu kiungo amekosea asingefunga. Mshambuliaji. Funga basi. Jonathan Soa. Wewe na golikipa face to face. Zile goli ya wewe kukosa Kapombe akosage Premier League. Kule anakosa nafasi 8. Kwa pengine changamoto ya Simba haiko kwenye viwango vya wachezaji, haiko kwenye Pantev anachokitoa kama mwalimu. Iko kwenye kile Morocco tunasema wao moja. Haujui mimi niliwaza kama kila kitu kinaishia uwanjani. Kwa nini Ahmed Morocco alizungumza kuhusu uongozi? Unajua ngombe kitu kimoja. Achana na kauli za watu ambao wanasema Morocco sio kocha, achana nao. Yule mpaka anafikia mataifa ya Tanzania yule sio chizi, yule ni kocha. Alafu ni kocha ambaye mpira wa Afrika na wa Tanzania anajua sawa sawa. Vizuri Kwa hiyo anakuambia hamna umoja, anajua umoja wao anaacha kwenye engo ipi. Watu wanafikiri umoja labda itokee siku Mangungu, sijui Mungu wote waende uwanjani hivi kuangalia mechi. Oya, kuna viongozi wa Yanga wana mechi na Ahli labda away, waondoka hapa wiki 2 kabla. Kuna Misri. Juzi ambao kiongozi wa Simba mmoja ameenda kule kwa timu tulifungwa juzi. Stade Malien. Stade Malien ameenda wiki 1 kabla. Mmoja. Utafanya nini? Huyu mmoja ameenda kuchagua hoteli ya kufikia. Utafanya nini? Kuna vitu vingi. Au umeenda kutembea tukula bata. Simba sio kufunga goli 2 mfululizo viani ndani ngapi shwa la kwanza, shwa la pili. Afu mipira ambayo jamaa wanakosaga tu magoli wao. Ajabu. Afu wao wanakosaga tu magoli. Ile kona ulielewa kwani? Afu wao wanakosaga tu magoli. Ile goli kipa amengangana akacheza penalty ile refa pale advantage tuweke kati tuondoke. Sasa tupunguze tu idadi. Simba ile perform mwaka jana shirikisho. Ilikuwa ina sifa moja. Kwanza hamna mechi ya ugenini ambayo kwa sababu ile Niera mafunga ngapi? Goli lazima afanye wapate. At same time walikuwa wakiwa home.
silaha ya kwanza ni kujilinda vizuri na kushambulia kutumia nafasi na tulifanikiwa. Simba ya msimu inakuzuia Roshin Diruk ndio huyo tu kwenye kuzuia alafu kwenye kushambulia hamna kabisa hapa eleweki wote, yani wanakosa magoli, yani haijulikani nani atafunga. Wewe niambie tu football tu kawaida ile sekunde 15 mpanzo kapiga Kevin na ng'ombe mmoja tushinda kufunga. Wewe kwako unaona ni kawaida kabisa? Afa aliyekosa sasa. Sawa. Ili nataka nikuulize la mwisho kabla tujazungumza vitu vingine vidogo. Matumaini hapo. Shaangusha Simba. Kitu kingine ambacho nilisahau kusema, kitu ambacho sasa kinafanya Simba tufungwe. Ukiachana na umoja wa uongozi. Na mimi niko sure kwamba viongozi wa Simba hamna umoja. Sababu iko hivi, sisi mashabiki ni watu wa mwisho. Sawa. Kuna umoja ni viongozi, sisi mashabiki tunafuata tu. Sahihi. Sasa nguvu moja sasa nguvu moja hivyo. Ila mkisema nguvu moja mwingine anasema sio moja, mwingine ni hivyo. Sisi pia mwingine nguvu ya nini? Nguvu ya nini? Kinachofanya Simba tufungwe zaidi ni confidence ya historia ambayo tumejiwekea sisi. Okay. Kama sisi robo kawaida yetu. Tutaenda. Mkapa atoki mtu. Ukisema Mkapa atoki mtu afu kama maisha yako maana yake utamfanya hata mpambanaji aisi hapa hatatoka. Hapa tutashinda. Pambani wala hatatoka. Tutashinda. Ndio maana. Ile goli moja tumefungwa na wale jamaa wa Malawi wale. Wapi? Mechi ya kwanza. Tumefungwa ile goli la kwanza ile. Kila mwana Simba aliamini goli inarudi. Kwa shona pale watu wengi kuja pale wakaanza kutangulia wakachomoa ili narudi. Sasa mpira na historia ni vitu viwili tofauti. Simela ndio maana saizi kila shabiki anakuambia tumewahi kuanza kufunga Raja ya goli 3 tukafunga na Oloya kwao lakini tukavuka. Petro Atletico amekuja hapa anashinda. Wewe uko upo timu moja na Vipers sijui na nani wewe. Ila kundi ilikuwa na Vipers na yule jamaa yule wa nani. Ambao sisi tukamwona Vipers tukampiga Vipers kwake. Na nyumba yani home ndio wewe. Tukachukua zako alama. Oloya tukampiga 6 Oloya si sawa ni 9 tukavuka. Sio hivyo. Sasa hizi ambao mtu tulimwona Kibonde kashatupiga 3 kashatupiga kwake ngapi? Tayari ameshakula 2-1. Ndio Kibonde wa kundi Stade Malien. Sio Kibonde. Watu wengi ndio wanaamini nini? Kibonde. Simeo? Kwa hiyo huyo tayari. Huyo tayari ushaangusha alama 3. Wanasubiria 3 za nyumbani. Sawa. Petro tayari? Petro tayari. Ushaangusha kwako. Maana yako unaenda kwao. Niambie Kibonde ni de Tunis. Esperance. Hapo sana unachukua alama kwako. Utampiga nje ndani. Hapo ndo unachukua. Esperance ndo unachukua alama 3 zilizobakia kule kwake. Bana mimi nimemaliza kwa leo. Kwa hiyo kocha Dimitar Pantev tutakukumbuka kwa matatu mengi sana Tanzania. Clifford Mario Ndimbo ana clip yake pia ina trend sana akisema wewe sio kocha mkuu. Kwa heri meneja mkuu wa klabu ya Simba Dimitar Pantev. Na sisi tunafikia ukomo pia kwa siku ya leo. Asante kwa kututazama na kutufuatilia popote pale ulipo. Tuachie maoni yako kuhusiana haya tuliyozungumza hapa chini kwenye comment section yetu ya IREM TV. Hakikisha pia una share na una subscribe pia ili kuendelea kuwafikia watu wengi zaidi katika yale ambayo tunasogeza kutoka kwetu kuja kwako. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Emmanuel Goodluck, mwenzangu ni Paco Steve. Bye bye. Sasa unajua ni raha kuona kiongozi yupo kwenye nani? Niache nishamaliza kipindi. Kiongozi yupo sijui kwenye CAF. Nishamaliza. Nimemaliza kipindi. Nimefunga kipindi. Sasa unaweza kupata goli bora. Nimefunga kipindi. Kwani kocha, kwani Simba hivyo pata goli bora kwa kuna kiongozi kwenye CAF? Kwani Babla alikuwa wapi? Basi. Ushasahau huko. Basi nimesahau. Alafu Babla alikuwa anavuta si mdada. Lakini si nani? Sikura. Kura. Vipi? Ulipiga kura? Lile sikupata ile nafasi. Au basi sema kupata nafasi. Mzize mwanetu wa huku kuilinga. Tunamkubali. Afu ile magoli huku kafunga sana. Krilu Samola kafunga sana. Sasa bahati nzuri limeonekana nje. Afu kafunga Tipi Mazembe. Limeonekana sasa. Kafua kipa mwenye mbwembwe. Kwa heri. Sema engineer safi sana. Kwa heri, kwa leo tumemaliza. Engineer safi sana. Kwa leo tumemaliza. Najua una mengi ya moyoni. Kwa leo tumemaliza. Ukiona engineer ufungwe goli la offside za ajabu. Au bora tuzo. Tuzo za TFF zimeirishwa. Tuzo waseme tu azipo. Hamna. Tuzo waseme tu azipo. Kwani kilichofanya tuzo zisifanyike tena juzi nini? Hivi ilikuwa tarehe ngapi? Tarehe 5? Ilikuwa tarehe 5 za mwezi. Kesho kutwa ni nini? Kwa sababu TFF kusema kama udhamini kukosa udhamini haiwezekani. Udhamini hapana. Hiyo haiwezekani. Mambo mengi. Hawataka iwe pure gold yabe mshindikana. Mambo mengi.
Mimi kipindi lakini nishafunga. Na sirudi kusema tena kwa heri. Sisi wapenda mpira tunaomba tuzo zisiwepo. Kwa sasa waambie watu kwa heri. Waambie kwa heri. Mimi nimemaliza, waambie watu kwa heri. Waambie. Tuzo zisiwepo kwa sababu kila mmoja ana MVP wake. Kwa heri ni msahau kusubscribe pia pale IREM-TV. Kwa nini MVP wako nani? On YouTube. Nani? Mie. Kama kigezo ni magoli mengi. Wewe msimu unapata na cabbage. MVP msimu mzima na cabbage. Kama tulitumia vigezo vya magoli mengi kwa wengine, vitumike hivyo hivyo. Magoli ya penalty bwana. Assist za kona bwana, usitufanyie hivyo bwana. Sasa mchezaji bila kupiga sasa funga na Gabriel Magalhaes. Kwani kipindi anachukua Ballon d'Or Modric ilikuwa nini? Sana. Ilikuwa sanaa gani? Sana zile pasi Modric ana sanaa gani? Modric ana sanaa gani? Modric ana sanaa gani? Alikuwa anafunga penalty. Modric ana sanaa gani? Alipiga goli la mbali ile nakwambia. Alichukua Ballon d'Or akiwa na goli hizi. Sawa. Taifa na klabu. Sana na alivyosogeza timu. Sanaa gani? Sasa hiyo ubingwa hujapata. Magoli uliofunga penalty 7. Magoli 7 ya penalty. Haya twende kwenye tuzo za man of the match, mwenzio kashinda 7. Wewe sijui umepata 2, sijui 1. Basi sasa na Tanzania. Kama kigezo ni tuzo za man of the match zile ambazo wanapewa nani kule Hispania Pedri kila siku. Mimi nimemaliza basi kipindi. Ni mpira. Duniani omba bahati. Au niseme pia na kivuli chako kwa nyuma ya kamera. Duniani omba bahati. Nimeona angalia subiri. Hebu acha. Nimeona kuna watu wameweka sehemu ilikuwa mechi ya Barcelona na sina PSG, sina kitu gani mechi nakumbuka Barcelona alikufa ile na Messi alikuwepo. Sasa pale kwenye zile stats za players rating nikaona pale Messi alikuwa 10/10, alafu kuna maana alikuwa kwa PSG alipiga goli 2 na assist 1 akawa amekiwa 7 ya 10. Ndio baba tumenielewa. Mimi ambaye sitafunga alikuwa na 10/10. Au ndo sana. Sifungi tena kipindi. Jamani tunaone kesho. Kimejifunga. Kwa heri.